Kundi la wapiganaji la Hamas limewaita karibia wanamgambo wake 7,000 ili waweze kudhibiti eneo la ukanda wa Gaza baada ya Israel kujiondoa katika eneo hilo. Kundi hilo la Hamas limeita vikosi vyake vya usalama kudhibiti tena maeneo ya Gaza ambayo yameachwa hivi karibuni na wanajeshi wa Israel, kwa mujibu wa vyanzo vya ndani. Kundi hilo pia liliteua magavana wapya 5, wote wenye asili ya kijeshi ambao hapo awali waliongoza brigedi. Amri hiyo imeripotiwa kutolewa kupitia simu na ujumbe mfupi ambao ulisema lengo lilikuwa kusafisha Gaza dhidi ya wahalifu na washirika wa Israel na kuwataka wapiganaji kuripoti ndani ya masaa 24. Ripoti kutoka Gaza zinaonyesha kuwa vikosi vya Hamas vyenye silaha tayari vimeshasambazwa katika wilaya kadhaa, baadhi wakiwa wamevalia nguo za kiraia na wengine katika sare za bluu za polisi wa Gaza. Mvutano umeongezeka sana na haraka baada ya wanachama wawili wa vikosi vya wasomi wa Hamas kuuawa kwa kupigwa risasi na watu wenye silaha kutoka ukoo wenye nguvu wa Daghmoush katika kitongoji cha Sabra katika mji wa Gaza. Mmoja wao alikuwa ni mtoto wa kamanda mkuu katika mrengo wa kijeshi wa Hamas, Imad Aqil, ambaye sasa anaongoza ujasusi wa kijeshi wa kundi hilo. Miili yao iliachwa barabarani na kusababisha hasira na kuongeza matarajio ya Hamas kujibu kile kilichotendwa. Hata hivyo, Hamas iliamini kwamba pengine kundi hili lina ushirika zaidi na Israel, na ndiyo sababu ambayo iliwafanya Hamas kusema kwamba haipo tayari kuongozwa na wageni, na kama Israel inahitaji kumaliza vita, lazima Israel iondoe wanajeshi wake, lakini pia iachwe Palestina iongoze yenyewe. Wanachama wa Hamas baadaye walizingira eneo kubwa ambapo zaidi ya wapiganaji 300 wa kundi la Daghmoush waliaminika kuwa wamejificha, huku wakiwa na bunduki na vilipuzi. Jumamosi asubuhi, Hamas ilimuua mtu mmoja wa ukoo huo wa Daghmoush na inasemekana kuwateka nyara wengine 30. Mtazamaji wa The World News, hizi ni hatua za awali za kusimamishwa kwa mapigano kati ya Israel pamoja na Hamas, lakini taarifa za ndani zinaelezea hali ambayo inawafanya wa Palestina, hasa kundi la wapiganaji la Hamas, kuamua kuitana na kuhakikisha kuunda kundi lao kubwa, na inadaiwa kwamba karibia wanamgambo 7,000 wameitwa katika kudhibiti maeneo mbalimbali ambayo yameachwa na Israel baada ya kumalizika kwa vita kati ya Israel pamoja na Hamas. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi moja kwa moja kupitia hapa The World News. Na kwa mapana zaidi, naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.